Mume wako anapaswa kuwa bwana juu ya ratiba zako. Na kwa Kiingereza naweza nikasema don't strive to live like a free girl. Don't strive to live like a free girl. Yaani ukichukua ile tafsiri ya moja kwa moja, neno free girl ni neno ambalo linazungumza habari ya wewe mwanamke kutaka uwe huru. Sasa katika jamii zetu miaka hii ya karibuni kumetokea changamoto nyingi ndani ya ndoa nyingi. Kumetokea changamoto pale ambapo wanawake wamekuwa na hali fulani ya kuona kwamba mimi nikihitaji kumuaga mume wangu kwamba naenda mahali fulani kana kwamba nimekuwa mtumwa. Na imekuwa shida hasa kwa wanawake ambao Mungu ametujalia neema ya kupata elimu, ametujalia neema ya kuwa na fedha zetu. Tunaona nikimwaga mwanaume kwani mimi ni mtumwa wake? Nimwage mwanamume kwani mimi yani niko huru? Najiona nikimwaga mwanaume ni kama vile uhuru wangu umepotea. Lakini hali hizo zimekuwa zikivuruga sana ndoa. Sio makusudi ya Mungu mwanamke uishi ndani ya nyumba yako ukitaka kutafuta uhuru. Usijaribu kutafuta uhuru. Usijaribu kuwa mwanamke aliye huru. Ndio maana kwa Kiingereza nimechukua maana kama vile translation ya moja kwa moja. Don't strive to be a free girl. A free girl, maana nzuri ya free girl ni kama mtu anayejiuza kama changu doa. Yaani mtu ambaye hawezi kujiheshimu kama mume. Ndiye ambaye anatafuta uhuru na anataka kuishi kama mtu aliye huru. Na hii imekuwa ni uharibifu katika ndoa nyingi. Na hii ni habari ya ratiba zako, lakini hii habari ya kutafuta uhuru na kutohusisha waume zetu katika mambo mbalimbali tunayoyafanya. Iwe ni biashara, iwe ni ujenzi na vitu vingine. Imekuwa ni kitu ambacho kwa namna fulani kinachangia kuleta uharibifu. Sasa, uko ukweli kwamba ukijitambua kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu, itakupa urahisi mwanamke, hasa niseme na wewe ambaye unaamini katika Biblia, unaisoma Biblia. Wewe ambaye ni Mkristo, unaamini katika Biblia, unaisoma Biblia. Lakini nafahamu pia dini zingine wanaamini katika Biblia hata kama sio yote. Nafahamu Waislamu kuna vitabu vingi katika ndani ya Uislamu ambavyo vinatumia vitabu vya Torati. Nafahamu kwamba wanaiamini pia. Kwa hiyo unapozingatia maneno ya Mungu katika Biblia, utagundua kwamba unapoendelea kujitambua kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu, inakufanya uweze kutambua ukweli kwamba unapomuaga mume wako na kumfanya mume wako awe bwana juu ya ratiba zako, sio kwamba umetishwa na chochote na sio kwamba hauna uhuru. Ila ndio unakuwa uhuru, ila ni mtu ambaye uko huru, uko unajitambua na unatambua thamani yako. Yako maneno ya Mungu ambayo yanatukumbusha kwamba sisi ni nani mbele za Mungu. Kutoka katika kitabu cha Yohane, Injili ya Yohane sura ya 1 mstari wa 12, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Lakini pia waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 3 mstari wa 1 anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo tukijitambua kuwa wana wa Mungu, inabidi tujue kwamba ratiba zetu hatuwezi kwenda kama free girl, hatuwezi kutafuta uhuru. Mtu wa Mungu ukiwa tu ni mtoto wa mtu mwenye cheo kikubwa kama walivyo watoto wa wafalme, prince and princess, ratiba zao haziendi tu, zinaratibiwa kwa sababu wao ni watu muhimu, ni wana wa mfalme. Kumbe wewe mtu wa Mungu ni wa thamani sana kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu. Ratiba zako zinatakiwa ziratibiwe. Zisiwe zikienda tu kwamba wewe popote unaenda wakati wowote kwa namna yoyote bila kumwaga mtu yoyote. Haiwezekani ikawa hivyo. Na ukitambua thamani yako utajua kwamba huo ndio uhuru kamili, uhuru ambao unakuwa nao ndani ya Kristo. Sasa Mungu pia anatuthamini sana sisi. Katika neno la Mungu kutoka Zaburi ya 82 mstari wa 6, anasema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Ndinyi miungu, Mungu ametuita sisi ni miungu. Kwa hiyo thamani yetu ni kubwa sana. Tujitambue thamani yetu ili tujue jinsi ambavyo tunapaswa kuishi kama watu huru ndani ya Kristo. Watu huru tukiwa tunatambua thamani yetu. Kwa hiyo kutokana na uthamani ambao Mungu ameweka ndani yetu sisi wanawake, na ningesema uthamani huo pia ameweka ndani ya wanaume. Kutokana na uthamani huo, Mungu ameweka mifumo ya kuyasimamia na kuyaratibisha maisha yetu. Kama ambavyo mfalme anapokuwa na watoto wake wanaoitwa prince and princess, watoto wa kike na wa kiume, anaweka mfumo wa kuratibisha maisha yao. Hawaendendi tu kama watu huru. Anaweka mifumo ya kusimamia ratiba zao. Mungu
ameweka mfumo wa kusimamia ratiba zako ili wewe upate kuwa salama, ili wewe upate kuona utukufu wa Mungu, ili upate yote ambayo ni mema mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Sasa iko mifumo mitatu ambayo leo natamani kuizungumzia. Mfumo wa kwanza ni uongozi wake yeye mwenyewe Mungu. Mfumo huu wa uongozi wake yeye mwenyewe Mungu unakaa katika utendaji wa neno lake. Ukiangalia katika Zaburi ya 32 mstari wa 8, neno la Mungu linasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Mungu mwenyewe ndiye anayesema hivyo, kwamba yeye anakufundisha alafu anakuonyesha pita njia hii na akuache ukaenda peke yako. Yeye mwenyewe anakwenda akiambatana na wewe njiani, anakushauri na anakutazama jinsi unavyokwenda ili kukuelekeza zaidi. Huo ni mfumo ambao Mungu ameweka, mfumo wa kwanza ambao ni muhimu zaidi wa kuweza kusimamia maisha yetu, kusimamia maisha yako.